Mimi ni mwenyekiti wa Simba 2020. Mama Samia alisemaje? Mama yetu mpendwa, Mungu ambariki. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa. Alisema ninaomba mpira wa Simba na Yanga mchezo. Hiyo mechi iliahirishwa. Nakupa leo, watu hawajasema lolote kwa sababu wakati ule ni jambo ambalo lilikuwa hot sana na lilikuwa linamhusisha rais wa nchi. Lakini haikuwa adabu kusema. Lakini leo tupe 20 mpaka 25 ni almost miaka minne. Umenielewa? Akasema naomba mpira usogezwe muda wa kucheza. Yaani ile mechi ya Kariakoo Derby ilikuwa inachezwa saa 11, imepangwa na TFF na bodi ya ligi. Mama akasema naomba kuja kuangalia mpira. Naomba hii mechi isogezwe ije saa 1, kwa sababu saa 11 mimi nitakuwa na shughuli ya kuzindua kitabu cha Ali Hassan Mwinyi. Mungu amrehemu mzee wetu. Ametufanyia kazi nzuri, ametangulia mbele za haki, lakini wakati ule alikuwa bado yu hai. Kaandika kitabu. Sasa mzinduzi wa kile kitabu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hafla hiyo inafanyika kwenye ukumbi wa Julius Nyerere. Mama akaomba. Sasa mama hawezi kumuomba rais wa TFF. Inapita kwenye ngazi, kapeleka kwa waziri mwenye dhamana ya michezo. Waziri mwenye dhamana ya michezo kapeleka BMT, Baraza la Michezo la Taifa. Baraza la Michezo la Taifa limepeleka TFF bodi ya ligi. Bodi ya ligi wenye viti wa vilabu. Rais wa Yanga nadhani alikuwa huyu au Msola. Huyu hapana, alikuwa engineer. Mwenyekiti wa Simba Mwina Mohamed Seif Kaduguda. Ilivyofika taarifa kwangu, mimi na bodi yangu tukasema wakija saa 8 ya usiku, wakisema twende saa 8 mchana, twende asubuhi, tuko tayari kucheza hiyo mechi. Naye alikuwa mwenyeji wa mechi hiyo, Simba Sports Club. Tuko tayari kucheza. Yanga wakasema kama sio saa 11 hatuchezi. Maana Yanga walikaidi. Lakini ile wamekwenda kwenye kanuni. Wako sahihi kwenye kanuni. Kiaki wako kanuni. Lakini hata Simba kwenye kanuni wako haki. Kanuni imevunjwa. Nataka kukupa mfano wa kanuni, alafu kuna kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi kwa wakati nikiwa mwenyekiti wa Simba niliheshimu kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba hii mechi rai ya rais ni amri. Ni amri. Unakaidije? Sasa hapa lakini hahusiki kwenye mchezo. Anahusika, hii nchi ni ya kwake. Rais hapaswi kuingilia masuala ya michezo. Hakuingilia, alishauri. Unielewe vizuri. Okay. Rais alishauri. Kama vile baba nyumbani anaanza kushauri. Mama Sefu, leo umepika maharage. Sijisikii kula maharage, na kwenda kuleta nyama. Naenda kuleta nyama. Sasa unamwona baba hafai? Rai ya baba ni mbaya? Hapana. Sasa inategemea na mtu anatafsiri namna gani. Mimi kwa tafsiri yangu nikasema rai ya rais ni maagizo. Sisi tuko tayari kucheza muda wowote watakao tuambia wenye mamlaka ya mpira. Ndio maana nyie Simba mkaja saa 1, Yanga wakaja saa 11. Saa 11. Wao wamekwenda kwenye kanuni, sisi tumekwenda kwenye heshima ya rais. Lakini pia kanuni imevunjwa na wenye kanuni wenyewe. Ambaye ilikuwa ni bodi ya ligi. Of course. Yani hata hii ya juzi kuto kumruhusu Simba afanye mazoezi ni kuvunja kanuni. Unamlaumu kwa lipi? Mlaumu aliyevunja kanuni ambaye ni nani? Yanga aliyokuwa analinda uwanja. Unalinda kama nani? Uwanja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ile mechi ilimalizika. Lakini watu wapaoni hapo. Ile mechi haikuchezwa tena mpaka leo haijaongelewa. Mimi leo naiongea kwa sababu tayari ni almost miaka 5. Hivi mechi hakuna aliadhibiwa? Hakuna yoyote aliyosema mpaka leo. Ndio mimi nasema, nafikiri nitakuwa kwanza kusema kwenye hadhara. Yaani hapa watu wananisikia.
Kumbe ile mechi sababu ilikuwa ni hiyo. Sababu ilikuwa ni hakuna mtu aliyejua. Tulijua sisi. Hicho ndio kitabu kilichokuwa kinazinduliwa hicho. Tulijua ni sisi ambao tulikuwa ndani kwenye ile seiko ya mechi yenyewe. Lakini watu wa nje mpaka leo hawakujua. Inawezekana mpaka mashabiki leo walikuwa hawajui, labda kama wananisikia hapa ndio wanasema kumbe ndio hivi. Kumbe ndio hivi. Kwa pengine hata hii pengine pengine hata na hii. Kuna mambo ndani yamejificha. Pengine hata na hii huenda kuna vitu vingine hatuvijui. Tusubiri mpaka miaka 4. Inaweza kuwa mmoja au miwili, nategemea. Tusubiri mpaka miaka 4 mingine. Kwa hiyo hizi klabu za Simba na Yanga ndio maana kwamba zinapaswa sasa kubadilika. In essence, hebu fikiria. Afrika Mashariki na Kati. Hakuna klabu hata moja imechukua ubingwa wa Afrika. Ni Uswahili tu. Lakini Kaduguda, wewe ukilitazama hii mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo imedisappear siku ya Jumamosi, si ndio? Yanga wanasema hii mechi kwao imeisha kabisa. Yaani mechi yao wanayojua ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Yaani baada ya hapo hawaujui mchezo mwingine zaidi ya huo. Hiyo ndo msimamo wa Young Africans. Na ndio maana nakwambia hivi, viongozi wengi, unajua ukiujua mpira watu wa mpira wanajulikana. Viongozi wengi wanaongoza mpira sasa hivi hawakutokea kwenye mpira. It's very unfortunate. Maoni yako ni yapi sasa kwenye hilo? Kuna vitu vingi, ndio maana nimekwambia kuna vitu vingi vinatakiwa viangaliwe upya. Si kila mtu anayekuja kugombea kwenye Simba au Yanga mradi awe na kadi ya Yanga. Sio kigezo. Kwamba katiba ya Simba inasema kila mwenye kadi ya Simba ana haki ya kuchaguliwa au kuchagua. Kila mwenye kadi ya Yanga ana haki ya kuchaguliwa na kuchagua. Kwa sababu kwenye maamuzi ya vitu vinavyohusu watu wengi. Wewe unafikiri ni wangapi wanaipenda Simba? Watanzania wangapi? Ni wengi. Watanzania wangapi wanaipenda Yanga? Wengi sana. Ni watu wangapi wametoka mikoani Kigoma, Arusha, Mbeya, Iringa kuja kuangalia dabi? Wangapi? Wengi sana. Wametumia gharama ngapi? Zote nyingi. Halafu wanafika na wengine wamechakata tiketi. Halafu wanafika mchezo hakuna. Halafu watu kama wa Yanga viongozi sema sisi haituhusu tena. Mpira ni wa nani? Wa bodi ya ligi. Yanga ni nani? Wanasema Yanga ni nani? Yaani tukianza kuulizana kwa mfano Simba ni nani? Hebu fanya definition ya Simba. Au kwa mfano unapofanya CCM ni nani? Tufanye definition. Chama cha Mapinduzi ni nini? Si muunganiko wa watu. Ni kitu unaweza kwenda kukishika? Hapana. Au unaweza kukiita Chama cha Mapinduzi njoo kikaja? Akiji. Ni nani anaweza kuita Yanga njoo ikaja? Haiwezi. Sio kitu unaweza kwenda kukishika. Kwa hiyo inatakiwa busara. Yanga ni nani? Yanga ni hawa waliotoka Iringa kuja kuiangalia Kigoma. Lakini je, wewe unawafutaje machungu kwa kusema tu mimi hainihusu tena? Unachoogopa ni nini kucheza na Simba? Mbuzi. Na wewe ungekwenda na ng'ombe?